Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Kila mmoja amepewa kalama, kila mmoja amepewa talanta, na kila mmoja atatumika kwa zamu yake. Nimekuwa nikishuhudia baadhi ya watu akidharau kalama na talanta aliyo nayo mwenzake, lakini hatupaswi kuwa hivyo. Sote tumeambiwa tupige mbiu, tupige kelele, tusiache kuambia nyumba ya Yakobo dhambi yao na watu wa Mungu makosa yao, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Isaya 58 mstari wa kwanza, akisema piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Si wote tutakuwa kama Elia aliyekemea kwa ukali na kuonya waliokuwa wamekengeuka, bali wengine watakuwa kama Elisha aliyekuwa mfalme wa amani na alikuwa akitenda mambo kwa hali ya utulivu sana. Si wote watakuwa wahubiri, wengine watakuwa kama Ibrahimu wakihubiri kwa matendo yao, kwa mali zao, lakini wengine watakuwa kama Ayubu, lakini wengine watahudumu kwa namna tofauti tofauti. Kwa hiyo kila mmoja ana karama yake na kila mmoja anahudumu kwa namna yake. Kuna mwenye kukemea atakemea, kuna mwenye kuonya ataonya, lakini kuna mwenye kushauri atashauri. Kuna ambaye atafundisha, kuna atakayehubiri. Kila mmoja na karama yake, lakini kuna ambaye ataimba. Hivyo wewe unayeweza kukemea, usimdharau afundishaye, na wewe unayefundisha usimdharau aonyaye. Wewe unayeonya usimdharau anayekemea, maana kalama yake ni tofauti na yako. Alivyoitwa yeye ni tofauti na ulivyoitwa. Kalama aliyopewa na ya kwako ni tofauti. Tusidharauliane, tupendane, tuthaminiane, tujaliane. Wote tu viungo katika Kristo, kila mmoja na kalama yake. Nawe ndugu yangu unayeona kana kwamba una kalama ndogo, usijidharau, kwa sababu kalama hiyo ndogo ina kazi kubwa katika kujenga mwili wa Kristo. Sisi sote tu viungo katika Kristo, na viungo vyote vina kazi sawa. Kalama ulio nayo itendee kazi kwa bidii zako zote na kwa nguvu zako zote, kwa sababu kupitia karama yako kuna watu wengi wataokolewa. Lakini kwa sababu una karama hiyo ulio nayo, usije kujaribiwa kumdharau mwingine mwenye kalama kama yako lakini haizilingani. Wewe ni mhubiri ukaanza kuwadharau waimbaji? Hapana. Wewe ni muimbaji ukaanza kumdharau shemasi? Hapana. Wewe ni shemasi ukaanza kumdharau bawabu? Hapana. Wote tuna kazi sawa na uthamani wetu mbele za Mungu ni sawa sawa. Hakuna mwenye thamani kubwa kuliko mwingine, na ndiyo maana huyu ana karama hii, lakini mwisho wa siku kama kila mmoja atatenda kwa ukamilifu na kwa uaminifu katika karama yake, wote tutakutana mbinguni na tutavikwa taji. Usiache karama yako, usidharau karama ya mwingine. Sipokuwa mtie moyo, tutiane moyo, tuendelee kuifanya kazi ya Mungu. Ubarikiwe sana.